Naitwa Isa Ali. Nifanya biashara maeneo ya soko la Mwanakwerekwe nje na benki ya PBZ. Leo tulikuwa tupo katika maeneo ya kazi zetu, lakini sehemu hizi za kazi zetu ni kwamba katika haya maeneo ya maegesho benki tunakuwa tunaweka baskeli zetu. Sasa zimeibiwa nyingi kwa muda nyingi. Sasa juzi tuna ndugu yetu tumeenda msikitini Salatul Juma hapa nyuma msikitini. Tunarudi baskeli yake imechukuliwa benki. Sasa ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo lilituhuzunisha sana kwa sababu ni mtu wetu wa karibu na si jambo zuri. Kwa hiyo tukaona tuendeleze ulinzi, yani tuweke ulinzi. Tukaweka mitego yetu leo, akaingia kijana tukamshutumu kwamba hawa ndio, na kuna jamaa wakatoa ushahidi kwamba ndiye wajuzi. Kwa hiyo tuliweka mitego yetu. Tulivyoweka mitego yetu, kutokana na huyo mwizi mimi namfahamu, nimecheza naye na nilikuwa nakaa naye mtaa mmoja Nyerere, ananijua na yeye namfahamu. Kwa hiyo nilikuwa katika mitego hiyo, ni kwenye mipango ya reki, nilikuwa katika system ya reki kumwangalia zaidi usalama kwamba je ndiye. Kwa hiyo wakati nipo katika reki alikuja akanisalimia, tukasalimiana vizuri, nikapita nikaenda zangu, lakini nikiwa katika mtego. Sasa nimerudi, nikafika mbele nikarudi, wakati narudi vijana wenzangu ambao kwamba walikuwa katika mitego pamoja na mimi wakaniambia jamaa ameshavunja baskeli na tayari ashaichukua, lakini kaiacha kaenda mbio. Tukamfukuzia, akapita nyuma huko, baadaye akakatisha barabara akaelekea maeneo ya mawasiliano Kwerekwe hapo. Kwa hiyo alipofika maeneo hayo tulifanikiwa kumpata. Kuna mtu alimkamata, alivyokamatwa akapatikana ndio akachukuliwa kuletwa huku, lakini alikuwa katika wakati mgumu wa kupigwa. Hata hivyo tulipambana sana kwa sababu ni mtu wangu wa karibu kumuombea, lakini ilishindikana kiupande fulani kupigwa kwa mimi, ila alifika tukaja naye benki, nikamwambia tumpeleke hapa, akaja hapa akiwa yuko salama. Ushauri wangu kwa vijana tufanye kazi. Kweli maisha ni magumu, kazi tunasema hakuna, lakini kwa kupata chochote tu cha kujisaidia kama wewe, basi inawezekana. Kwa sababu sisi hapa tunaofanya biashara ni watu wa karibu, yani ni wamoja. Kwa hiyo siamini kama utaenda kwa ndugu yako akusaidie katika kufanya kazi sehemu yake ya kazi, akashindwa kukusaidia ukapata na wewe chochote, au kama atashindwa kukupa ajira akupata chochote, naamini ukimuomba 1000, 2000 kwetu sisi ni kitu kidogo sana, tunaweza kusaidiana. Kwa ushauri wangu kwa vijana, waache mambo haya na wajikite katika kufanya kazi. Kama tunavyosema tufanye kazi ili tupate mafanikio. Kwa hiyo tusipofanya kazi yatatokea kama haya yaliyomtokea ukijana wetu, au zaidi ya haya, kwa sababu kwa siku ya leo engepoteza maisha. Sasa hivi tungekuwa tushamsahau, lakini tumepambana na baadaye nikaelekeza vijana walikuwa na serikali wamuingize benki, na nikafanikiwa wakamuingiza kweli. Walivyomuingiza akapata usalama wake. Kwa hiyo ningeomba vijana waache mambo haya. Maisha kuna ugumu na wepesi, na penye uzito panakuwa pana wepesi. Wanasema fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Qur'ani ndivyo inavyozungumza. Badala ya ugumu kunakuwa na wepesi, na hilo ni jambo ambalo kwamba lipo mote. Kijana wote ukimgusa lazima, hata kama ana mafanikio kiasi gani, amepitia ugumu. Na wakati amepitia ugumu ndio maana akapata hayo mafanikio. Kwa hiyo ningeomba vijana wafanye kazi, waepukane na matatizo kama, kwa sababu tumepoteza vijana nguvu kazi wingi sana kupitia mambo haya, wengi sana. Kwa hiyo tushukuru Mwenyezi Mungu, kijana amefika salama na amepatikana akiwa hai, tushukuru, lakini mambo haya wayaache vijana. Naitwa Khatibu Amuri Khatibu. Mimi nafanya kazi hapa maeneo ya Kwerekwe benki, jirani na benki. Matokeo ya wizi hapa sasa hivi yamekuwa ni mingi sana kabisa. Vijana wengi sasa hivi wanajishughulisha na vitendo vya kihuni ambavyo kwamba havileti faida yoyote kwa kweli. Ila mimi napenda kushauri na kutoa wito kwa vijana wenzangu, tujishughulishe kutafuta kazi, hata kama ni kutafuta kuja sokoni pale, kubeba mizigo na kujipatia riziki, kipato ambacho kinakuwa ni cha halali. Otherwise ukisema unataka maisha ya shortcut, utafika pahali utakuja kuumbuka, kwa sababu tukio hili ambalo kwamba limetokea leo, kijana angeweza kupoteza maisha muda si mrefu. Kwa bahati nzuri kilichotokezea ni kwamba wamefika hapa kwenye jeshi la polisi, kufika hapa benki, wakakutana na jeshi la polisi, ndio ambao wamemgadi huyu kijana. Lakini nathubutu kusema kwamba kinyume na hivyo tayari kijana tukishampoteza. Narejea tena wito wangu kwa vijana,
tufanye kazi. Ikiwa huna kazi ya kufanya, basi ni afadhali kufika mahali hata kwenda kumwomba mtu kufagia hata dukani kwake, alimradi uweze kupata riziki. Maisha ni leo na kesho, kesho yake utapata sehemu nyingine utafanya kazi.